Amen. Nyanyua mkono wako wa kulia juu. Mkono wako wa kulia juu. Funika macho yako sasa. Funika macho yako. Sema Roho Mtakatifu. Paza sauti yako. Sema Roho Mtakatifu. Asante kwa jioni ya leo. Asante kwa neema hii. Asante kwa kibali chako. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha tena. Ninaomba useme na mimi sawa sawa na ulivyokusudia jioni ya leo. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha na nguvu zako na uweza wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Alakalaka kwa kifupi kabisa leo ili tuingie kwenye maombi. Naomba utulivu. Kama kulikuwa na kazi inaendelea unaweza ukaisimamisha kwanza, kwa sababu tunatakiwa tusogeze kitu fulani mbele kidogo, alafu tuweze kuomba. Amen. Amen. Amen watu wa Mungu. Amen watu wa Mungu. Amen watu wa Mungu. Sasa ninaomba unisikilize. Somo ambalo Mungu ametupa linasema njia anayoitumia Roho Mtakatifu kuhuisha au kuamsha uwezo wa kimungu ndani yako. Njia anayotumia Roho Mtakatifu kuhuisha au kuamsha uwezo wa kimungu ndani yako. Walumi ile sura ya 8 mstari wa 11. Walumi sura ya 8 mstari wa 11. Walumi sura ya 8 ule mstari wa 11. Maandiko yanasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Narudia tena, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu, anasema ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukisoma huu mstari kwenye hili andiko utaona Paulo akiwa anaeleza juu ya sheria ya roho, yani sheria ya Roho Mtakatifu ambayo ni sheria ya roho wa uzima. Alafu anaeleza na juu ya sheria ya mwili. Lakini ukisoma hii sura utaona anavyotofautisha kati ya nia ya mwili na nia ya roho, na anaeleza namna ambayo mwanadamu wa kwanza, mtu wa kwanza alipoanguka, mwili huu ulipoteza ile asili yake iliyoumbwa nayo, ikabeba kitu kingine. Sasa huu mwili una nia. Nia maana yake akili au ufahamu wenye kukusukuma juu ya kufanya jambo. Na ndio maana mahali pameandikwa nia, ukisoma kwa Kiingereza inatafsiriwa mind. Mind maana yake akili, ufahamu, mawazo, fikra. Kwa hiyo kwa lugha hiyo alipokuwa anaeleza, jina la Yesu litukuzwe, akawa anaeleza
namna ambavyo wale waufuatao mwili wanageuka kuwa maadui wa Mungu, kwa sababu hawawezi kutii sheria ya Mungu. Huu mwili una uwezo wa kukuongoza ukakusukuma kufanya vitu unavyotaka wenyewe. Anaeleza namna ambavyo hauwezi kutii sheria ya Mungu, hauwezi. Sasa anasema miili hii nia yake ni mauti. Unapofuata kile mwili unachotaka, kama mwili huu haujauwika, haujauishwa, yani Roho Mtakatifu hajapata nafasi ya kufisha matendo ya mwili na kuruhusu nguvu zake na matunda yake kuwa sehemu ya viungo vya mwili. Mwili huu usipofishwa, mwili huu usipofishwa na Roho Mtakatifu, usipofishwa na Roho Mtakatifu, haijalishi umekaa kanisani kwa miaka mingapi, kwa sababu adui mmojawapo mkubwa anayeweza kuzuia vitu vya Mungu ndani yako ni mwili wako huu mwili uliovaa. Lakini huu mwili pia ni wa thamani, kwa sababu huu mwili Mungu pia anautaka ili Roho Mtakatifu afanye kazi zake duniani. Anahitaji mwili wako, kwa sababu yeye ni roho, hana mwili. Ili aweze kutembea ulimwenguni lazima apate mwili wako. Ili shetani aweze kutekeleza na yeye ajenda zake hapa duniani lazima apate mwili wako, kwa sababu shetani hawezi kujenga madhabahu. Ili madhabahu ya shetani ijengwe lazima apate mtu amuingie, akae ndani yake, alafu yule mtu aanze kujenga madhabahu kwa mwongozo wa hiyo roho iliyomvaa. Na Mungu hivyo hivyo, ili afanye kazi, apate kutembea duniani, ili apate kuponya watu, anahitaji mkono wako. Ndio maana ukisoma maandiko kwenye Matendo ya Mitume, maandiko yanasema kwa mikono ya Paulo Mungu akatenda miujiza ya kupita kawaida. Alihitaji mwili wa Paulo ili autumie kufanya miujiza. Sasa mwili huu usipotolewa dhabihu, unisikilize mtu wa Mungu, usipoutoa sadaka madhabahuni kwa Mungu, usipomkabidhi Mungu mwili huu, usipomkabidhi Mungu, utabeba ajenda zake, na ukipambana na wewe ukakushinda, unaanza kutekeleza ambacho mwili unataka. Na mliosoma maandiko mnajua matendo ya mwili, mwili huu. Na ukijaribu kuutishia kwamba utaenda jehanamu, mwili haujui jehanamu, mwili haukujui mbinguni. Ukiwaambia twende mbinguni, mwili mbinguni haukujui. Mwili unajua kwamba nikilazwa hapa nabadilika na kuwa rutuba ya ardhi. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Lakini Mungu aliumba mwili. Angalia kwenye Agano Jipya, mwili ni hekalu lake. Mwili ukimpa Mungu unageuka kuwa hekalu la Mungu. Anaupaka mafuta yake, anaachilia upako, na ndio maana huwa anazuia mwili usiupeleke kuzini, mwili usiupeleke kwa waganga, mwili usiupeleke baa, mwili usiufanyishe zinaa. Kwa sababu unapoufanyisha zinaa unauharibu. Unachoharibu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu anautaka mwili. Anataka atumie macho yako kuona, anataka atumie kinywa chako kuongea, anataka atumie mikono yako kubariki watu, anataka atumie miguu yako kupeleka habari njema. Ukiupeleka baa, unauharibia matumizi sahihi.
Ukiupeleka kwenye zinaa, unaubomoa mwili. Na ndio maana na adui naye milango yake mikubwa ili aweze kuipata nafsi yako ni mwili huu, mwili wako ndiye anaotumia. Atatumia masikio yako kusikia, atatumia macho yako kuona, kwa sababu ukiona taarifa zinaenda kwenye nafsi. Ndio maana anaweka kitu kinaitwa tamaa ya macho, kusikia habari mbaya, mwili. Muulize jirani yako, unamuelewa mwalimu? Kwa hiyo mtu akikwambia Mungu angalii nje, anaangalia ndani. Mwili wako ni hekalu la Mungu, ni muhimu. Ndio maana Mungu anataka uutunze. Utunze mwili wako, ni muhimu. Lakini huu mwili, dhambi ilipoingia, huu mwili ulitengeneza mfumo wake ambao unazaliwa nao, na ule mfumo wa maisha unaitwa matendo ya mwili. Huu mwili una mawazo yake, na mawazo ya mwili siku zote ni mabaya, kwa sababu mwili hauwazi mbinguni, unawaza vitu vya duniani. Huu mwili una kitu inaitwa tamaa ya mwili. Hata kama unanena kwa lugha, hata kama umeolewa au umeoa, tamaa haiogopi. Kama mwili wako haujautoa kuwa dhabihu kwa Mungu iliyo hai, mwili wako haujafishwa. Kufishwa na Roho Mtakatifu maana yake ni kuuawa nguvu yake ya kiasili, alafu Roho Mtakatifu anaachilia nguvu yake juu ya mwili. Na ndio maana watu wengi sana, miili yetu is a big problem. Sasa kwa kuwa imebeba mauti, inawaza kufa. Kwa mfano, si unafahamu adui akitaka kukufunga kwenye kifungo cha kuzuia roho yako isiwe na nguvu, hasa mapepo ya huku kanda ya ziwa na pwani kule na sehemu zenye bahari, kuna kitu kinaitwa marine spirit, na wachawi wanatumia sana hiyo nguvu. Roho ya malikia wa bahari wanatumia sana. Na ile roho inapotaka kuwateka watu ambao wako kinyume, cha kwanza inatumia agano la ndoa. Ndio nasikia mtu anasema nimeingiliwa kwenye ndoto, nimezini. Lakini mambo yanaharibika wapi? Sio rohoni kwanza, mwili wake kabisa unapokea zile hisia. Na kama ameokoka, nafsi inaumia. Na kile kitu kikifanyika, roho yake inapoteza nguvu, anapoteza ujasiri. Hata akienda kuomba hawezi kuomba sawa sawa. Lakini mlango ni nini? Mwili. Roho yako haijui tendo la ndoa, haijui zinaa, ila mwili unajua uasherati, unajua zinaa. Ndio maana sasa kwenye hii mistari niliyokusomea, huu mstari anasema ikiwa roho yake, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, anakaa maana yake anaishi. Umempa makazi, anaishi ndani. Tena sio kuishi, anaishi kwa uhuru. Umemruhusu aendelee na activity, aendelee na shughuli zake ndani yako. Yani unaweza ukawa na roho lakini haishi, hakai. Neno anakaa maana yake anaishi, anadweri. Angalia Biblia ya Kiingereza inasemaje huu mstari, hayo maneno
ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Inasemaje? Nataka uone lile ikiwa anakaa maana yake nini? Angalia King James anavyosema anakaa. Angalia, anasema dwell. Unaifahamu lile neno dwell? Lile neno ni tofauti na living. Yani ni kama unasema amezama ndani yako. Neno kuzama ndani yako maana yake ana control mifumo yote ndani yako. Unanielewa ninachosema? Amezama ndani yako maana yake ana control mifumo yote ndani yako. Sasa ile ana control mifumo yote ndani yako, kinachotokea ni nini? Anasema atahuisha. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya nini? Ya kufa. Maana yake ipokee kutokufa. Atahuisha miili yenu iliyo katika hali ya nini? Ya kufa. Kuhuisha maana yake ni kama kuiamsha, ni kama tunasema kuifanya upya, kuifanya iwe hai. Sasa ni kwa nini nimekusomea mstari? Nataka uone kitu kimojawapo Roho Mtakatifu anachoweza kukifanya ni kuhuisha. Kazi mojawapo ni kuhuisha. Anapohuisha maana yake anafanya vilivyokufa viwe hai. Na ndio maana pale juu anasema ikiwa yule Roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kwa hiyo si tu hapa anazungumza kuhuisha miili, lakini huwa anahuisha pia vitu vya kimungu ndani ya mtu ambavyo vimekufa. Nimekusomea mstari ili uweze kujua kwamba kazi ya Roho mojawapo ni kuhuisha, ni kuvifanya vitu vilivyokufa viwe hai, viamke. Haleluya! Viamke, vilivyolala viamke, viwe hai. Sasa nisikilize kwa kifupi. Wale tuliokuwepo nilikwambia kwa nini Roho Mtakatifu anataka kuhuisha na kuamsha uwezo wa kimungu ndani yako. Nilikwambia mambo kadhaa. Wakati nakupa maana ya uwezo wa kimungu, nilikwambia uwezo wa kimungu, uwezo maana yake nini? Ni nguvu ya Mungu inayosababisha vitu vya kimungu kutokea kwenye maisha yako. Nikakueleza nikasema Waebrania 11:11 inasema kwa imani Sara alipokea uwezo. Alipokea uwezo maana yake hakuwa nao, ila alipokea. Ukisikia neno alipokea maana yake kuna mahali ulitoka, ila alipokea uwezo wa kuwa na nini? Wa kuwa na nini? Wa kuwa na mimba. Haisemi alipokea mimba, alipokea uwezo. Alipokea kutoka wapi? Kwa Mungu aliye hai. Maana yake hakuwa na uwezo, Mungu akampa uwezo. Kuna vitu ili vizaliwe lazima uwezo uje kwanza. Waebrania 11:11. Waebrania 11:11. Amen. Amen. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea. Alipokea nini? Alipokea nini? Alipokea mimba. Alipokea mtoto. Alipokea mimba. Alipokea mtoto. Haleluya. Alipokea uwezo. Uwezo wa kuwa na mimba. Tena anasema alipokuwa amepita wakati wake. Yani wakati wa kuwa na mimba ulishapita.
Maana yake mazingira ya tumbo la uzazi lilishakufa, na sio kufa tu, wakati wake umepita. Kama ambavyo unakutana na mtu anasema wakati wangu umepita, ningekuwa kijana ningefanya hiki, labda ningemuona Mungu. Wakati wangu umepita. Sikiliza, kwa Mungu wakati huwa haupiti. Mungu anapoingilia kwenye maisha ya mwanadamu, ujue safari mpya imeanza kwenye maisha yake. Wakati unaweza kupita duniani, lakini sio mbele za Mungu aliye hai. Anasema alipokea uwezo huku wakati umepita. Ule uwezo unaotoka kwa Mungu alipoupokea ndio ulioenda kutengeneza lile tumbo la Sara lililokufa likarudi kwenye uhai wake. Alafu ndio ulioenda kufinyanga mazingira ya mtoto kukaa kwa bibi kikongwe. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni nini? Kuna mambo ukimwomba Mungu, Mungu ninaomba, anaweza akakupa. Lakini kuna mambo ambayo ukimwomba Mungu haleti hayo mambo. Atakachofanya ni kukutengenezea, ni kukupa uwezo wa kuzaa hivyo vitu. Nilikuambia kwa mfano, unapojifunza masuala ya uwezo, kuna uwezo wa kimamlaka, kuna uwezo wa kiakili, kuna uwezo wa kiufahamu, kuna uwezo wa kimaarifa, kuna uwezo wa kihekima. Yaani mtu mwenye hekima ya kimungu anatambulikana kama mtu mwenye uwezo. Lakini kuna uwezo wa kiupako. Naposema upako, nazungumza anointing, nazungumza mafuta ya Roho Mtakatifu, nazungumza nguvu ya Mungu ya uwezesho. Kuna uwezo wa namna hiyo. Lakini nikakwambia kuna imani kama uwezo. Uwezo wa kiimani. Na ndio maana uwezo unaweza kuzidiana. Sasa kuna vitu ambavyo vinategemea akili ili visimamiwe, vinategemea akili ili vinyoke. Ukiikosa hiyo akili, hauwezi kuvisimamia wala hauwezi kuvipata. Kuna vitu ili uweze kuvibuni vinahitaji aina fulani ya akili, na maandiko yameweka wazi. Nilikusomea kwenye Timotheo sura ya 2 mstari wa 2. Sura ya 2, Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 7. Bila shaka unakumbuka Bwana asifiwe. Unakumbuka mtu wa Mungu? Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 7. Unakumbuka? Unakumbuka mtu wa Mungu? Unakumbuka mtu wa Mungu? Unakumbuka mtu wa Mungu? Kama nakumbuka sema amina. Anasema yafahamu sana nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Sema Bwana atakupa. Sema Bwana atakupa. Maana yake hakuwa nayo. Anaposema atakupa, maana yake huyu anayeambiwa hana. Siwezi kusema Bwana atakupa kama unacho. Na huyu anayeambiwa, watu wa Mungu, sio mpagani. Huyu anayeambiwa sio mtu asiyeokoka. Ameokoka na ni mtumishi, lakini baba yake huyu wa kiroho, Mtume Paulo anamwambia yafahamu sana nikwambia hayo, maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Katika mambo yote. Maana yake uwezo wa kiakili utakao kuwezesha uwe bora katika mambo yote. Sio kuwa bora tu kunena kwa lugha, sio kuwa bora tu kuhubiri, sio kuwa bora tu kufanya biashara. Unakuwa bora kuhubiri, unakuwa bora kunena kwa lugha, unakuwa bora kumtumikia Mungu, unakuwa bora kwenye biashara, unakuwa bora kwenye familia, unakuwa bora kwenye malezi, unakuwa bora kwenye jamii. Kwa nini? Mungu amekupa akili katika mambo.
Haleluya. Manake ni Bwana anatoa. Sala alipokea. Hapa anatuonyesha Mungu atampa. Sasa nataka nikuonyeshe jambo hili. Nikakwambia kwa nini Roho Mtakatifu anataka kuamsha akili. Kwanza anataka kuamsha uwezo. Kwanza, uwezo unaweza kunajisika. Pili, uwezo unaweza kufungwa au kutekwa. Tatu, uwezo unaweza kuharibiwa. Nne, uwezo unaweza kuondolewa. Na nitakuonyesha hapa ninapoenda kumalizia. Tuombe kwenye eneo la uwezo kuondolewa. Jana nilikugusia kidogo, lakini uwezo unaweza kuzuiliwa. Kuzuiliwa maana yake mtu anao uwezo lakini haufanyi chochote kwenye maisha yake. Tena uwezo wa kimungu. Mwalimu, kwa nini unafundisha kwa mzigo sana uwezo wa kimungu? Ile mbingu tunayoiendea hakiingii kinyonge. Unaelewa tafsiri yake? Kasome Ufunuo. Katika mji ule hakuna kinyonge kitakachofanya nini? Unajua maana ya kinyonge? Kisichokuwa na uwezo. Kushinda dhambi kunahitaji uwezo. Kushinda dhambi kunahitaji uwezo. Kushinda zinaa kunahitaji uwezo. Kushinda uongo, kushinda tamaa, kushinda mawazo mabaya kunahitaji uwezo. Kushinda majaribu kunahitaji uwezo. Hakuna kinyonge kitakachoingia Sasa unisikilize. Njia mojawapo ambayo Roho Mtakatifu anaitumia, njia ya kwanza, nikupe njia ya kwanza. Njia ambayo Roho Mtakatifu anaitumia, Roho Mtakatifu akitaka kukupa uwezo au kuamsha uwezo wako. Na ukumbuke kwenye kuamsha uwezo nilikuambia jambo moja. Kwenye uwezo nikakwambia kuna uwezo ambao ni mtu anadhaliwa nao, born with. Kwa mfano kipaji. Kuna mtu mwenye uwezo ambaye unasema ana uwezo, lakini uwezo wake unatambulikana kwa kipaji alichonacho. Sasa kipaji anazaliwa nacho, na kila familia duniani ina kipaji cha aina fulani. Ile kwamba wanafamilia wanajua hawa wajui ni wao. Mwalimu, ulitaka kuongea nini? Nataka unisikilize. Roho Mtakatifu anapotaka sasa kufunua hivyo vipaji na vipawa vilivyofunikwa na giza kwenye familia, ambavyo hakuna mtu anaweza kuheshimu kwamba hapa anaweza akatokea mtu, huwa anafanyeje? Kanuni hiyo utaiona kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Amefanya hivi. Njia ambayo huwa anatumia ni kukujaza nguvu zake. Hiyo ndio njia ya kwanza. Na unisikilize, utaelewa tu. Kwenye Agano la Kale walikuwa wanatumia lugha hii, anakujilia kwa nguvu kwenye maisha yao, kwa sababu kile ulichozaliwa nacho hakiwezi kufanya kazi bila supernatural power. Na ndio maana waangalie hata wasiomjua Mungu, awe ni mwimbaji, awe anaimba, awe ni kiongozi, anajua mimi nina kipawa cha kuimba. Cha kwanza anaenda kutafuta msaada wa nguvu isiyoonekana ya kiroho, ili fanyeje? Ili ng'arishe kile alichozaliwa nacho kikubalike duniani. Ndio maana utasikia wengine wanaenda kwa kutafuta waganga, wengine wanaenda mpaka kuzimu, wengine wanaenda mahali na mahali, ili wang'alishe vile vipawa
na vipaji walivyosaliwa navyo. Kama ni mcheza mpira, hivyo hivyo. Kama ni kiongozi wa kisiasa, hivyo hivyo. Kama ni mwimbaji wa nyimbo mbalimbali, nyimbo za duniani, hivyo hivyo. Unasikia anaimba sauti nzuri, lakini ameenda kung'alisha kile kipaji, kile kipawa ambacho alizaliwa nacho, ila ametumia nguvu nyingine. Hasa Roho Mtakatifu kwenye ufalme wa Mungu huwa na kujilia kwa nguvu. Watu wa Mungu nisikilize, ujazo wa Roho Mtakatifu ndio ambao unahuisha, unarejesha, lakini sio tu kurejesha, unaachilia ndani yako, unapokea uwezo. My Lord, ngoja nikupe mfano mmoja. Nikupe mifano miwili tu. Nataka nikupe mfano wa Yesu, nataka nikupe na mfano wa Paulo, alafu nikupe na mfano wa nchi ya Wagelasi, alafu tunaingia kuomba. Unisikilize. Mfano wa Yesu. Yesu amezaliwa. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa ajabu, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Akazaliwa duniani na Bikira Mariamu, akaanza kuishi. Umefika umri sasa, anataka kutekeleza kile ambacho kwacho aliletwa duniani. Akapelekwa polini, akapelekwa jangwani, akakaa siku 40 amefunga. Akajaribiwa huko tena kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Siku amerudi hekaluni kwa mara ya kwanza, anafunua kitabu ibadani, akafungua kitabu cha nabii Isaya. Tena kwenye maandiko yanasema chuo cha Isaya. Alipofungua, anasoma mahali palipoandikwa hivi. Angalia, fungua kitabu cha Luka 4:18. Nataka ukinielewa tu hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Luka 4:18. Luka 4:18. Umeshaipata Luka 4:18? Bwana asifiwe. Anzia mstari wa 17 mpaka wa 18. Kwa sababu ukianzia mstari wa kwanza unaona hali yamejaa. Hebu soma mstari wa kwanza. Luka 4 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Luka 4 mstari wa kwanza. Alafu tuje turudi mstari wa 17 mpaka wa 18. Luka 4 mstari wa kwanza. Anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Sema amejaa Roho Mtakatifu. Tena unajua siku amejaa zaidi Roho Mtakatifu ni siku gani? Siku ile amekutana na Yohana, anabatizwa na akajaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuja. Amen, amen. Anasema hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordan akiongozwa na Roho muda wa siku 40. Alirudi kutoka Yordan, ametoka kule mtoni, akiongozwa na Roho muda wa siku ngapi? 40. Ukisoma pale chini utaona namna ambavyo shetani akaanza kumjaribu, akampitisha kwenye majaribu. Baada ya yale majaribu na aliposhinda, unaona ule mstari wa 17 sasa. Amen. Kwanza 16, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Angalia, maana yake huyu Yesu alikuwa na desturi ya kusali. Biblia inaposema kama ilivyokuwa desturi yake, maana yake alikuwa ni mtu wa ibada pia, anahudhuria ibadani kwenye kusanyiko. Akaenda mahali alipolelewa Nazareti, akaingia, akapewa. Tena ilikuwa siku ya Sabato, anasema akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo, akatafuta. Maana yake sio tu alifungua tu kwamba nafungua hiki, maana yake alilenga kabisa, naenda kufungua wapi. Biblia inaposema akatafuta, maana yake akawa anatafuta mahali paliandikwa unabii
unaomuhusu yeye. Akafungua chuo cha nabii Isaya, maandiko yanasema akatafuta mahali palipoandikwa. Maana yake alitafuta, anatafuta ni wapi paliandikwa. Maana yake ujumbe anao, anachotaka kusoma ni nini. Akasoma mstari wa 18, akasoma palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, mstari wa 19, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, mstari wa 20. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi na watu wote waliokuwemo katika sinagogi, wakamkazia macho, mstari wa 21. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Leo yametimia. Kwa lugha nyingine, huyo aliyesemwa hapo ndiye mimi sasa. Kumbuka kwenye mstari wa kwanza, hali amejaa Roho Mtakatifu. Na ile wazo la kusema nikijaa Roho Mtakatifu sitapita kwenye majaribu. Sikiliza, amejaa Roho Mtakatifu akapelekwa kujaribiwa na shetani. Unanisikia anachosema? Unanisikia anachosema? Amejaa Roho Mtakatifu akapelekwa kujaribiwa na nani? Usipojaa Roho Mtakatifu sio tu kujaribiwa na shetani. Saa nyingine utajaribiwa wala sio na shetani. Sasa utajaribiwa mpaka na tamaa zako mwenyewe, utajaribiwa na mwili wako. Lakini amejaa Roho Mtakatifu akapelekwa kujaribiwa na shetani. Pointi ya msingi mwalimu nitaka kuongea nini? Nitaka kukuonyesha hapa anaposema hivi, Roho wa Bwana yu juu yangu, alafu anasema amenitia mafuta. Nitakuone mstari wa kwanza na huu mstari wa 10 na ngapi? 18. Wa kwanza anasema amejaa Roho Mtakatifu, alafu anafika kwenye kanisa anawaambia watu wa Mungu, Roho wa Bwana yu juu yangu, alafu anasema kwa maana amenitia mafuta. Lile neno amenitia mafuta maana yake ameachilia upako, ameachilia nguvu, amenijaza nguvu. Nguvu ya kufanya nini? Kuhubiri habari njema. Maana yake kwa lugha nyepesi ukisoma huu mstari unagundua jambo hili. Huwezi kuhubiri habari njema kama hujapewa uwezo. Uwezo unaoitwaje? Mafuta ya Roho Mtakatifu. Kama mnanielewa sema amina. Kama mnanielewa sema amina. Bwana asifiwe. Ngoja nikusurprise na hili. Kuna watu wana akili nzuri, ni magudi prana, wanaweza kupanga mipango vizuri. Issue ya kutekeleza mpango kunahitaji pia mafuta, anointing, kwa sababu kuna mipango haisogei bila mafuta. Sije kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ana bidii ya kufanya kazi, ana mipango mizuri, lakini without anointing, mafuta yanakusaidia kutekeleza jambo ambalo Mungu ameweka moyoni mwako kwa wepesi na kwa usahihi. No anointing, mambo hayaendi. Haujalogwa lakini hayaendi. Hawajakuchawika lakini hayaendi, kwa sababu kuna mambo yanahitaji mafuta. Ukiomba wazo la Mungu, Mungu akakupa wazo, akakupa wazo la uchumi, akakupa wazo la biashara, halitekelezeki bila nguvu zake aliyekupa. Mungu nifungulie mlango wa kiuchumi. Mungu nifungulie mlango. Anafunguaje? Anakupa wazo. Wazo la kufungua kiwanda, alafu mfukoni una 10,000. Sijui unanielewa ninachosema? Wazo la kufungua kiwanda benki una 100,000. Kiwanda kinahitaji mabilioni ya fedha. Mungu, tunaombea usharika huu, tunataka tuinuke kiuchumi, kiroho. Tumemwona Mungu akitusaidia kiuchumi, Bwana, tuwe na miradi. Anawapa wazo, ghorofa 4 kwenda juu. Mchungaji anakaa hivi anasema, hii anawatazama Wakristo, ghorofa 4 shingapi?
bilioni 4. Bilioni 4. Tunafanyeje bilioni 4? Huo mradi dayosisi inao. Hilo gorofa la aina gani? Sio gorofa la kawaida. Kuna watu mtawahamisha. Yaani unamfika mtu, wewe unahitaji shilingi ngapi? Tunataka kununua hapa kanisa. Milioni 160, chukua. Wewe unahitaji shilingi ngapi? Milioni 200, chukua. Wewe shilingi ngapi? Milioni 300, chukua. Haya, ondokeni hapa, tunawahamisha. Tunataka kujenga center, kitega uchumi fulani hapa, ambacho watu wakifika Mwanza watakuwa wanasema twende kule Sengerema. Unafanyeje? Unafikiri ni rahisi? Wazo limekuja, hayatekelezeni sasa. Sio rahisi. Mafuta mafuta, upako, nguvu ya Mungu. Wazo Mungu ameleta, lakini lazima ije nguvu ya kutekeleza hilo wazo. Ndio maana sikiliza, mtu wa Mungu, Yesu anajua alikuja duniani atangaze ufalme wa baba yake, aende msalabani afe kwa ajili ya ulimwengu mzima, ili afufuke, ili kila muamini asifanye nini? Asipotee. Sasa sikiliza, anawezaje kutekeleza kile ambacho Mungu amemleta kwacho duniani? Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Unatamani kuona mama mfanyabiashara anasema, unajua mimi nilikuwa nauza vitumbua, lakini Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta, naenda kubadilisha biashara, si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa Roho wa Bwana aliyenipa uwezo. Nitavuka, nitafika hapa. Sio rahisi mpaka utiwe uwezo. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Kwa hiyo uwezo unakuja kutibua kule ndani. Roho Mtakatifu anapoachilia mafuta, angalia, anakupa ujasiri, anakupa uwezo, anaanza kufunua vipawa ambavyo wewe ulikuwa ujui. Ulikuwa ujui kwamba wewe ni mzungumzaji mzuri. Ukiongea watu watakuwa wanakaa chini wanakusikiliza. Mwanzoni ulikuwa ukiongea hakuna naye kusikiliza. Mafuta yakija, ukiongea na watu wanasema tunakutaka wewe, kaa hapa tufanye mipango. Kwa nini? Mafuta. Kama mnanielewa sema amina. Kama mnanielewa sema amina. Kama mnanielewa sema amen. Umeuona mfano wa Yesu eh? Yesu mwenyewe alihitaji uwezo. Na nani alimtia mafuta? Roho Mtakatifu. Na ndio maana nakwambia Roho Mtakatifu yeye ndio chief engineer. Kama alimtia mafuta Yesu, na sisi tumeachiwa huyo kama msaidizi. Yeye ndiye anaweza kututia mafuta kwenye maisha yetu, ili chochote ambacho tunatakiwa kutekeleza tukiwa duniani iwe ni kwa msaada wake. Usipokuwa na mafuta ya Roho Mtakatifu, utashawishiwa mpaka na marafiki. Watakwambia twende ukatafute msaada kwa jirani, twende kwa mtaalamu. Ukisikia habari hizo, yani mtaalamu na Roho Mtakatifu, nani ana nguvu? Uwezo. Kumbuka kule nilikwambia uwezo, tafsiri ya uwezo mojawapo ni nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, au mafuta ya Roho Mtakatifu. Sasa ili Roho Mtakatifu aamshe uwezo ulioko ndani yako, anatumia mafuta yake, nguvu zake. Anakujaza nguvu, anakujaza nguvu, anakujaza nguvu, anakujaza nguvu. Unajua akikujaza nguvu, kipaji kile kile ulichokuwa unakiona kidogo, ghafla kila mtu anakiulizia. Uwezo ule ule ulikuwa unajiona tu mimi nina kipawa kadogo. Sio kadogo wewe, ni kwa sababu mafuta hayajaja. Ni kwa sababu upako haujaja kwenye maisha yako. Ni kwa sababu bado hujajazwa nguvu. Mwalimu, unataka kusema nini? Tuombe. Angalia ninachotaka kusema. Angalia, angalia. Roho Mtakatifu anapoamsha uwezo ulioko ndani yako, ni kwa kukujaza nguvu zake. Anakutia mafuta kama alivyofanya kwa Yesu, kama alivyofanya kwa Yesu, kama alivyofanya kwa Yesu. Lakini sio tu kwa Yesu. Alipotaka kumfanya Sauli kuwa mfalme aliyetoka kwenye kabila dogo kabisa, ilibidi na yeye amjaze nguvu. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 na wa 7. Na nguvu alizomjaza ni za kumgeuza kuwa mtu mwingine. Ukijazwa nguvu na Roho Mtakatifu, unageuzwa kuwa mtu mwingine kabisa. Mwingine kabisa.
unageuza kuwa mtu mwingine, mtu asiyezuilika, unstoppable one. Mtu anaanza kufanya. Angalia, alipojazwa kuwa mtu mwingine, nini kilitokea? Angalia hicho kitabu kuanzia mstari wa 10, Samueli wa kwanza mstari wa 10 hadi wa 12. Samueli wa kwanza mstari wa 10 hadi wa 12. Angalia kitu gani kinatokea. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye, kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu. Sema, ikamjilia kwa nguvu. Anasema naye akatabiri kati yao. Angalia mstari unaofuata. Ikawa wote waliomjua zamani. Sema, wote waliomjua zamani. Manake kuna namna watu wanakujua wewe, wanakufahamu namna ulivyokwama kiuchumi, wanakujua madeni ulionayo, wanakujua hali ulionayo kwenye familia, wanakujua. Na saa nyingine wakikaa pembeni wanasema, mbona yule tunamjua yule, huu ndio uwezo wake. Kumbe hajui mwenzangu na mimi wewe kuna vitu vimetekwa huko ndani, vikifumuliwa huko ndani, wewe ni unstoppable. Sasa angalia, anasema ikawa wote waliomjua zamani walipoona jambo hilo, kwamba tazama huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo wakaanza kusemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yuko miongoni mwa manabii? Manake angalia, hata Sauli mwenyewe alikuwa ajui kama anaweza kutabiri. Alikuwa anaishi maisha ya kawaida sana, maisha ya kawaida. Unajua kuna kitu kinaitwa maisha ya kawaida, maisha ya mfanano. Yani anavyoishi anafanana na kabila lake la Benjamin, kabila dogo. Maisha ya mfanano. Kwambia sisi maisha yetu ni ya chini. Unajisifia na kujisifia. Yani sisi bwana, hali yafanikiwa. Kanunua Noa. Huyo ndio tajiri wa ukoo mzima. Akifika msibani mnaogopa. Mnakaa mpaka pembeni. Familia nyingine ukienda unasikia aliyefanikiwa kanunua bodaboda. Huyo ndio mnasema tumsubirie kikao cha msiba. Sio, unanielewa? Alafu mbingu zikiangalia kwenye familia humo, kuna vipawa vimewekwa, kuna vitu vimetulizwa huko ndani, ambavyo yamkini huko Mungu akiangalia, kuna wanaotakiwa kumiliki makampuni, kuna viongozi wakubwa kwenye eneo la kusoma, kuna watu walitakiwa kusoma, kuna watu walitakiwa kusimamia taasisi za fedha, kuna watu walitakiwa kuwa mabosi mahali, kuna watu walitakiwa kuwa wabunifu, wafanyabiashara wakubwa, wengine wawekezaji. Lakini cheki familia nzima, yule mnayemwona na bodaboda, kumbe ndio mmiliki wa kampuni kwenye ulimwengu wa roho. Mwingine na boda. Familia nyingine anayemiliki Noa, kumbe ndiye alitakiwa kumiliki, awe mmoja wapo ya makampuni machache yanayomiliki ndege, usafiri wa anga Tanzania. Lakini anamiliki Noa na amerizika. Na unajua sasa ukikuona kwenye familia wewe ndio huko juu, kwanza ukitokea unatembea na hivi wananisubiria, kumbe mbingu zinashangaa. Sema, huyu mwanamke anaelewa, huyu baba anaelewa, huyu kijana anaelewa. Zinashangaa. Natembea hivi kabisa meshuka. Sema, mimi hapa kaeni hapa mnisikilize, mchango shingapi? Ninayo 100,000 hapa. Paka wanashangaa, yani umetoa 100,000, ninatoa 200,000 hapa. Wanakaa chini wanasema, hii amekuja, tulisema huyu ndio mtu wetu, amekuja. Mbingu wanashangaa. Yani wewe unamiliki hiyo, kumbe mbinguni ulitakiwa miongoni mwa watu wanaomiliki usafiri wa anga. Wewe ulikuwa mmoja wapo. Na bahati mbaya na Wakristo walivyo, umelizika na kulizika, unasema kwanza Mungu amenipa kitu kikubwa sana. Hata hivyo Biblia inasema shukuruni, wengine hata hawana hiki nilicho nacho, kwa hiyo ni shukuru. Haleluya. Nyinyi ndio mnachelewesha na injili. Hujai kuona mtu anaumia hadi analia, anasema ningekuwa na hela hapa, ningeandaa mkutano nyumbani kwetu. Wewe fikiria, watu mnakaa hapa Sengerema, wengine ni wahamiaji tu. Hujai peleka hata kongamano kwenye kijiji ulichozaliwa, ukasema ngoja niandae kwa fedha zangu. Una ubavu huo? Ngoja niandae kwa fedha zangu, niwaite watumishi, watawasafirisha, watalala, watakunywa, watakaa hapa siku 8 au wiki 2, wanafanya maombi na kuhubiri na kufundisha familia yangu na watu wa mjini niliozaliwa wapokee wokovu. Mweza jirani yako, mwahi kuwaza? Unakuta aliwahi kuwaza, lakini hela atoe wapi? Anaisha kusema tu nimemwachia Bwana. Mungu okoa familia yangu, okoa. Peleka injili, sio maombi tu.
Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Wangapi wananielewa ninachosema? Wangapi wananielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unamuona Sauli, wanamshangaa. Angalia mstari uliofuata. Angalia mstari unaofuata. Wanamshangaa kilichotokea. Anasema naye akajibu mtu mmoja mahali hapo, akasema na baba yao ni nani? Kwa hiyo ikawa mithali, je, Sauli pia yumo miongoni mwa wanabii? Ikawa ndio habari ya mjini. Walivyomzoea wanashangaa. Kitu gani kinawashangaza? Amechiliwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipokuja akamgeuza kuwa mtu mwingine, akafunua vitu ambavyo kwenye maisha ya Sauli hajawahi kuviona. Jamani, Roho Mtakatifu akikujaza nguvu, ana uwezo wa kufunua vitu ambavyo kwenye familia yako hakuna mtu aliwahi kuwa navyo. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Master, our Lord, mwenye nguvu, mwenye uwezo, muumbaji, msimamizi, mtendaji. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amewahi pindua miji na mataifa. Roho Mtakatifu kama amewahi pindua miji na mataifa. Nilikuwa nasoma historia ya mzee mmoja, amepiga magoti kule England, Uingereza, wakati anaomba uamsho, akasema, God, give me England, if not kill me, kama sio niue. Ana mzigo wa England, anaomba. Wakati huo uamsho ukaja Uingereza. England, kwa nini ukaja? Roho Mtakatifu, Master, alipindua mitaa ya Uingereza, akapindua, akabadilisha mifumo. Huyu ndiye Roho Mtakatifu. Amewahi tikisa mataifa, na katika siku za mwisho tulizo nazo, uamsho anaoleta sio wa kawaida. Atatikisa ulimwengu, na ulimwengu mzima utajua yuko Mungu Jehova aliyeziumba mbingu na nchi. Utajua. Sasa huyu Master anaweza kutikisa hivyo. Anashindwa nini kwenye kafamilia kako? Hata 200,000 hamfiki. Ukoo mzima hata 200,000 hamfiki. Ukoo mzima wengine hata 50,000 tu hamfiki. Anashindwa nini? Anashindwa nini? Bado hajampata mtu. Bado hajampata mtu. Anasema natafuta mtu ambaye atakubali nimchilie. Natafuta mwanamke, natafuta kijana, natafuta binti, natafuta baba, natafuta mzee ambaye atasema mimi hapa Bwana, mimi niko tayari kwa ajili ya familia, niko tayari kwa ajili ya ukoo. Anasema natafuta mtu. Nikimjilia huyo, hawezi kuwa wa kawaida. Lazima nitamgeuza awe mtu mwingine, na kila kilichouawa ndani yake kitafufuka. Atakuwa kama vessel, chombo cha Mungu kilichobeba mafuta, kilichobeba moto, kilichobeba mafuta, kilichobeba moto wa kugusa vizazi na vizazi kwenye hiyo familia, wa kugusa vizazi na vizazi kwenye jamii yake, ya kugusa vizazi na vizazi. Unisikilize mtu wa Mungu, unisikilize. Mungu anatafuta watu kila familia.
Mungu yuko anatembea, anatafuta kila familia, apate mtu, apate mtu, apate mtu, apate mtu, kila kanisa apate watu ambao wataaminiwa na yeye, awageuze kuwa vyombo vilivyobeba mafuta yake, ili vikikaa kwenye hilo kanisa, kanisa libadilishwe, kanisa ligeuzwe. Lile kanisa lililoonekana kawaida, kuna makanisa unayaona yamekufa, lakini yana watu waliobeba vipawa, na kule ndani adui amevizofisha, lakini huko ndani anatafuta watu. Namaliza. Angalia Luka 8 mstari wa 26, andika hadi 39. Mando robos. Luka 8 mstari wa 26 hadi 39. Nchi ya Wagerasi, nchi ya Wagerasi. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi, Yesu na wanafunzi wake. Nini kilitokea? Mstari wa 27, walikuta nini nchi ya Wagerasi? Anasema naye aliposhuka pwani alikutana na mtu mmoja wa mji ule, mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo, hakuvaa nguo siku nyingi wala hakukaa nyumbani ila makaburi. Ameshuka nchi ya Wagerasi, anakutana na mtu pwani. Angalia miji ya pwani ilivyo, miji inayokaa pwani, pembezoni mwa bahari, pembezoni mwa ziwa. Angalia uchawi wa ajabu. Wamemfunga huyu mtu, wamemgeuza huyu mtu kuwa madhabahu ya uchumi wa mji. Sasa mwalimu, unaitoa wapi? Huwezi kuiona hapo, kwa sababu ufugaji wa nguruwe na mifugo ilitegemea hiyo madhabahu ya mtu ambaye wamemuondoa akili. Namuona mtu ni zezeta, kumbe madhabahu za watu kibiashara. Namuona mtu anaokota makopo, kumbe madhabahu za watu kwenye uchumi wao. Ndio maana Yesu alipomfungua huyu, unajua mapepo yalienda wapi? Yalienda kupiga kwanza uchumi wa nguruwe. Tena yakachagua kabisa, yakasema Yesu, sisi hatujakaa kwa mtu huyu bahati mbaya. Wale nguruwe wale, usituamuru twende shimoni. Tulikuja na uchumi wetu ule, lazima tuondoke navyo. Toka wakaingia kwenye nguruwe. Sasa sikiliza, Yesu anapomfungua, angalia huo mstari. Baada ya kumfungua yule mtu akamwambia nataka nikufuate. Ni mistari ya kule mwishoni. Akamwambia nataka niambatane na wewe. Yesu alimjibu nini? Yesu alimjibu nini? Kwanza kabla ya hapo, unisikilize mtu wa Mungu. Ukienda kusoma hiyo mistari, utaona wenyeji wa nchi ya Wagerasi walipotokeza hivi, wakamkuta yule mtu aliyekuwa amefungwa na minyololo imetolewa, imekatika, alafu amekaa, ana akili zake. Maandiko yanasema ana akili zake. Amen. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ana akili zake. Sasa swali linakuja, maana yake alipofungwa uwezo wa kiakili uliondoka. Bwana asifiwe. Anasema ana akili zake. Wakashangaa. Walipofika wakashangaa. Angalia, watu wakatoka kwenda kuona lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetoka na pepo ameketi miguuni pa Yesu. Sema miguuni pa Yesu. Amevaa nguo, ana akili zake. Wakaogopa. Kilichowaogopesha ni nini? Ameketi, amevaa nguo, alafu ana akili zake. Maana yake wakati amefungwa akili zake hazikuwepo. Ukikaa kwenye kifungo, uwezo wa kiakili kwenye hilo eneo lilofungwa unaondolewa. Kwa hiyo Yesu anapomfungua, akili zake zikarudi. Na angalia, akiwa amekaa uweponi kwa Bwana, moja ya kitu alichosema, akamuomba ruhusa. Akasema, Bwana, naomba niambatane na wewe. Yesu alimwambiaje? Akamwambia, rudi mpaka mjini kwenu.
nenda ukawahubirie watu yale yaliyotokea. Rudi nyumbani kwako ukahubiri yalivyo makuu Mungu aliyokutendea. Akaenda zake akahubiri katika mji wote. Umeona mwinjilisti mzuri huyu amefungwa. Nani aliyejua kwamba huyu ni mwinjilisti? Nani aliyejua kwamba huyu anaweza kuhubiri? Nani aliyejua? Hakuna aliyejua. Kila mtu alikuwa anakaa pembeni, huyo kichaa hana lolote. Kumbe mtu ni mwinjilisti. Tena sio mwinjilisti wa kawaida, wa kuhubiri injili mji mzima. Mwinjilisti. Lakini alipofungwa, uwezo huo wa kuhubiri haukuwepo. Akili zake hazikuwepo. Ukifungwa ndio unashangaa mtu anaweza akawa kanisani na amefungwa kwenye eneo fulani. Amefungwa kwenye eneo la uchumi, akili za uchumi hazipo. Mwingine amefungwa kwenye eneo la familia. Ukimwangalia kwenye uchumi yuko smart, lakini familia hawezi kuisimamia. Akili ya kutunza ndoa haipo. Ni mwanaume au ni mwanamke, haipo, kwa sababu hilo eneo amefungwa. Kwa hiyo anafunguliwaje? Isaya 10 ndio tunamaliza hivi. Isaya 10. Andika Isaya 10 mstari wa 27. Alafu andika na Matendo ya Mitume 9 mstari wa 17 mpaka wa 22. Tumemaliza hapo. Isaya 10 mstari wa 10 wangapi nimesema? Isaya 10 mstari 27. Si ndio? Tena itakuwa siku hiyo mzigo wake utaondolewa wapi? Mabegani mwako, na nila yake shingoni mwako. Nayo nila itafanya nini? Itaharibiwa kwa njia gani? Kwa njia gani? Kwa njia gani? Kwa njia ya kutiwa mafuta. Mafuta anayosema hapa ni nguvu za Mungu, upako. Kwa hiyo huyu ametishwa mzigo wa utumwa ili taifa la Yuda, lakini amefungiwa nila. Nila ni kifungo, unafungwa, kinakufunga mpaka mwendo. Wale waliolima wanajua, ukifunga nila kwa ng'ombe, hakuna ng'ombe anayetembea zaidi ya mwingine. Wote wanatembea wakiwa sambamba, kwa sababu nila inawadhibiti, inawakontrol. Ndio maana mtu akifungwa nila, maana yake amedhibitiwa, amekuwa controlled, hawezi kwenda anakotaka. Nila iliyomfunga ndio inaamua aende wapi. Yule aliyemwekea nila ndiye anaamua aende wapi. Akimwambia geuka, anageuka, hawezi kwenda kokote. Yule aliyeweka nila kwenye maisha yako ndiye anaamua. Sasa unaweza ukafungiwa nila. Ukifungiwa nila, uwezo wako haufanyi kazi, hauna uhuru, unalazimishwa kufanya usichopenda. Lakini anasema mzigo wako utaondolewa, kwa sababu ukifungiwa nila unabebeshwa na mzigo usioupenda kwenye maisha yako. Mzigo unaweza kuwa magonjwa, unaweza kuwa mateso, unaweza kuwa kifungo fulani unabebeshwa. Hujawahi kuona kwenye ukanda wenu mtu analogwa anakuwa muuni, mtu analogwa anakuwa mlevi? Unasema jamani, mlevi kweli, kumbe kalogwa. Hakuna ulevi wowote, kalogwa. Mwingine anafungiwa nila nila ya masuala ya uzinzi na uasherati. Sasa nila zinapasuka kwa kutiwa mafuta. Mafuta ya nani? Ya Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu akikujaza, kuna nila huwa zinapasuka, kuna nila zinaachia, kuna nila ambazo humuhitaji nabii. Roho wa Bwana akija na nguvu zake, hizo nila zinapasuka. Hujawahi kuona familia nyingine hawataki kuolewa, wanazaazaa tu nje? Hujawahi kuona? Na hata wale ambao wamekuwa Wakristo, ambaye amejitahidi naye alizaa, lakini akaja akabariki ndoa baadaye, na alipobariki ndoa unashangaa ndoa yake pia haikai sawa, kwa sababu iko nila kwenye familia ile. Watu wanatakiwa kuoa mitala. Kwa unakuta kwa kuwa yeye ni Mkristo, ana mitala isiyo rasmi, ana wanawake nje,
hajawatambulisha, kwa sababu akiwatambulisha Ukristo unakataa, lakini anawahudumia. Mwingine anafika mbali mpaka anazaa na watoto. Unajiuliza kwa nini anateseka hivi? Msomi mzuri, mfanya biashara mzuri, mkulima mzuri, Mkristo mzuri, mama mzuri, baba mzuri, sura yake nzuri. Kwa nini anateseka hivi? Nila inamwambia haya ndiyo maisha yetu, haya ndiyo maisha yetu. Inaondolewaje? Mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu. Ndio maana ukiwa na ndoa imetulia huku ukanda wa Ziwa, ukanda wa Pwani, mshukuru Mungu sana. Kwa sababu shetani anaichukia ndoa kuliko hata anavyokuchukia wewe mwenyewe. Yaani ukiona imetulia, mshukuru Mungu. Tena unaomba sana. Usinyoshe miguu hivi kaanza kula chips na vitumbua. Mshukuru Mungu. Kwa sababu vita ya ukanda huu, nimekuambia, malign spirit, maroho ya machoka na mashetani, uchawi unaotegemea nguvu ya malikia wa bahari, malikia wa kuzimu, uchawi. Kwa watu wanalogwa, unaweza kusema mke wangu, sijui mume wangu hayuko sawa. Sio mume wala sio mume, ulimwengu wa roho wa maeneo. Kwa hiyo unahitaji kuwa na uwezo wa kupambana, kuzipasua hizo nila zisikae kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu akujaze, katikati ya giza nuru ionekane kwenye maisha yako. Simama kwa miguu yako. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kwa ninatamani uwe na ajenda hii muhimu sana. Hata ukirudi nyumbani, omba Roho Mtakatifu nijaze, nijaze Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu nijaze, nijaze kila wakati. Mwambie nijaze. Wewe unafikiria na kujaza tu nguvu? Kuna nguvu ya kupasua nila. Kuna vifungo vitakatika kwa sababu ya ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Dakika moja.